بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa Shawwal mwaka 1445 katika silsila ya durus za sira ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tulianza katika vikao vyetu vya mwisho tulivyokaa kuzungumzia kuhusu hijra ya kutoka Makka kuelekea Madina, namna Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyopewa ruhusa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwapa ruhusa masahaba wake kuanza kugura kuelekea Madina, na tukataja matukio mengi ya masahaba mbalimbali na namna walivyokuwa wakigura mmoja baada ya mwingine. Na upande wa pili, Makuraish walikuwa na bidii sana kuwazuia masahaba wasiweze kugura, kwa sababu walijua athari ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam lau kama watakusanyika katika mji wa Madina. Hili jambo litakuwa ni hatari katika misafara yao ya biashara ambayo ilikuwa ikipitia Madina. Katika wale waliofanya hijra, Bani Jahsh radhiyallahu anhum, hijratu Bani Jahsh radhiyallahu anhu, na hii ni familia moja kubwa ambao walikwenda kwa pamoja kufanya hijra. Hajara Abdullah ibn Jahsh halifu Bani Umayyah ibn Abd al-Shams, احتمل بأهله وبأخيه أبو أحمد عبد بن جحش. yeye pamoja na ndugu zake au pamoja na ndugu yake Abu Ahmad Abd ibn Jahsh walitoka pamoja. Na huyo Abu Ahmad kana rajulan dharira albasar, alikuwa ni kipofu ndugu yake. وكان يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد, namna alivyokuwa akijua Makka alikuwa akizunguka yote bila ya mtu kumuongoza. Makka vile ilivyo alikuwa iweijua, na yeye ni kipofu. Wakana sha'iran, na alikuwa ni mshairi mzuri sana. Wakanat indahu al-Fari'atu bintu Abi Sufyan ibn Harb, na alikuwa amemuoa binti yake Abu Sufyan, na wakati ule Abu Sufyan ndio alikuwa kiongozi wa Makuraish katika kumfanyia upinzani Mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja na Abu Jahl. وكان معهما محمد بن عبد الله بن جحش ambaye ni mtoto wa Abdullah ibn Jahsh. وكذلك هاجر نساؤهم, na wanawake wao pia, Zainab bint Jahsh ambaye ni ummul mu'minin radhiyallahu anha, baadaye akaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. وحمنة بنت جحش وأم حبيبة بنت جحش. فغلقت دار بني جحش بسبب الهجرة, nyumba yao ikawa tupu, hakukubakia mtu hata mmoja, mpaka nyumba ikafungwa, hakuishi tena mtu, wakaiacha nyumba yao. Na yataka tufahamu kuwa ili nyumba wameiacha hawatarudi tena, wameiacha lillah. Fahamu, wameiacha nyumba ambayo ni yao, wameijenga wenyewe kwa mali yao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakaondoka kuelekea Madina.
huko wanakokwenda hawana nyumba, hawajui wenda kushukia wapi, kwa nani. Wao wanaambiwa nendeni Madina, ondokeni, ondoka. Walipoondoka, siku moja katika pita za sanadidu Quraish, famarra biha Utbah ibn Rabi'a wal Abbas ibn Abd al-Muttalib wa Abu Jahl ibn Hisham. Hao watatu wakawapita pamoja, na al-Abbas akipita hapa alikuwa bado hajasilimu, sababu al-Abbas alisilimu wakati wa fathu Makkah. wa hum mus'iduna ila a'la Makkah, waelekea sehemu ya juu ya Makkah. Njiani wakapitia hii nyumba ya Bani Jahsh. fanadhara ilaiha Utbah ibn Rabi'a, Utbah ibn Rabi'a kaitizama ile nyumba. takhfiqu abwabuha yababan, yale milango yapigwa na upepo, hakuna kitu ndani. laysa fiha sakinun, hakuna hata mtu mmoja anaishi ndani. falamma raaha kadhalika tanaffasa suada, alipoona akavuta pumzi kama mtu aliyepatwa na dhiki sana, yani nyumba imekuwa tupu, watu walikuwa waishi vizuri hapa. ثم قال كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. kila nyumba hata ikibakia muda mrefu salama, iko siku itapatwa na majanga, haiwezi kuepuka majanga. Na asema haya maneno kama asikia uchungu kwa wale watu wameondoka. ثم قال عتبة أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها, imekuwa nyumba ya Bani Jahsh leo haina watu ndani, wenyewe wameondoka wote. Abu Jahl alipomsikia akisema maneno ni kama amhisi kwa huyo auzunika kwa kile kilichotokea. Faqala Abu Jahl wama tabki alayhi min qul ibn qul, na wewe walilia watu waovu tuduni, hawana maana, ondokle mbali. Thumma qala lil Abbas, nijitu ovu sana. Akamwangalia al-Abbas akamwambia hadha min amali ibn akhika hadha farraqa jama'atana wa shattata amrana wa qata'a bainana, waona kazi ya mtoto ndugu yako. Kiukweli yamuhusu nini al-Abbas? Ingelikuwa kwa mfano mtoto ndugu yake ni muovu, wacha kuwa ni khairu khalqillah, angelikuwa mtoto wa ndugu yake ni muovu, kisha mtu ajamwambie yote mtoto wa ndugu yako yeye yamuhusu nini? ايش خصه? Lakini hii yaonyesha ile roho chafu alikuwa nao Abu Jahl. Alikuwa na chuki mbaya sana, amwambia huyu ni mtoto wa ndugu yako, yeye ndiye amekuwa sababu ya kutufarikisha baina yetu, tulikuwa kitu kimoja. Na si kweli, hakuna ukweli katika hilo. Makuraish hawakuwa kitu kimoja, kila kabila walikuwa na uongozi wao, bali walikuwa biatfahi sababin wapigana, sababu ndogo kabisa. Wakati wa jahiliya walikuwa wakipigana, na Waarabu hawakuwa kitu kimoja hata siku moja kabla ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutumilizwa. Na hii ni tabia yao, wako hivyo, ni tabia asli ya Waarabu. Hakubali mtu kutawaliwa na mwenzake. Uislamu ndio ukawa ni sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwaleta kuwa kitu kimoja. Na lau kama wangelikuwa kitu kimoja wakati wa jahiliya, wasingeweza kusimama Furs wala Rum dhidi ya Waarabu, kwa ushahidi kuwa baada ya Uislamu, walipoingia katika Uislamu wakakubali kuwa kitu kimoja chini ya kiongozi mmoja, wakaweza kutawala ulimwengu. Na hii ni tabia yao walikuwa nao tangu wakati wa jahiliya. Alipokuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya kuwa kitu kimoja, na hii fadhila walikuwa wakikiri masahaba, bali wakienda kupeleka risala kwa Waroma na Furs, wakati mwingine akiambiwa yule anaileta barua, nyinyi si ni wale tulikuwa tukiwaona watu duni, hamuna maana, hata tukutarajia kuwa mweza kufikia hali mwaleta barua kututisha sisi? Wakiwajibu ni kweli, tulikuwa hivyo kabla ya kutumiliziwa huyu mtume.
lakini lau tungelikuwa kitu kimoja wakati huo pia nyinyi msingeweza kusimama na sisi. Na hii ndiyo tarehe. Ukiangalia wakati wa jahiliya utaona hawakuwa kitu kimoja, bali walikuwa hawakubali kuwa na kiongozi mmoja. Kila kabila iko kivyake. Kabila hili wana kiongozi wao, kabila hili wana kiongozi wao, kabila hili wana kiongozi wao. Na walikuwa wakiishi kama anavyosema Zuhair ibn Abi Sulma, waman lam yadhd an hawdhihi bisilahihi yuhaddam waman la yadhlim an-nas yudhlam. Ni mmoja katika imma anta dhalim au madhlum. Wakati wa jahiliya ni imma uwe dhalim jabbar ama uwe madhlum, hakuna mtu mwingine. Sasa chagua mwenyewe, wataka kuwa dhalim ama madhlum. Yule mwenye nguvu amla yule dhaifu. Sasa Abu Jahal hapa mwambia, wewe mtoto wa ndugu yako amekuwa ni sababu ya kututenganisha baina yetu, jambo letu akalisambaratisha, akakata ule uhusiano baina yetu. Na hivi ndivyo ilivyo mpaka leo. Haya ni katika masaili ya jahiliya, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja na al-Furqan, na haki iliyopambanua baina ya haki na batil. Na hivyo hivyo leo watu wa sunna walipowalingania watu katika sunna na kuacha bid'a, wakalingania katika tauhid na kuacha shirk, waambiwa hao wamekuja kuleta nini? Furqa baina waislamu. Utafikiri kabla ya hapo walikuwa kitu kimoja. Hawakuwa kitu kimoja kabla hapo. Saa hii labda wawe kitu kimoja dhidi ya watu wa haki, lakini aslan hawakuwa kitu kimoja. Tukiwaona sisi wakipigana bakora tangu huko, wallahu almusta'an. Mus'ab bin Umair, Abdullah ibn Maktum, Bilal ibn Rabah, Sa'd ibn Abi Waqqas, Ammar radhiyallahu anhum majma'in. Hao wote walifanya hijra pamoja. ثم خرج الصحابة رضي الله عنهم أرسالا يتبع بعضهم بعضا. masahaba wakawa watoka makundi kwa makundi, wafuatana. Leo kundi hili, kesho waambizana, waagizana tukutane mahali fulani, hao uchomoka makundi kwa makundi. فهاجر مصعب بن عمير وابن أم مكتوم لعمر بن مكتوم، وكان يقرئان القرآن للأنصار. سي عبد الله لعمر بن مكتوم. na hapa kuna faida nzuri sana tuipata. Mus'ab bin Umair aslan alitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwanzo kwenda kuwa mwalimu kwa watu wa Madina. Kwa hivyo yeye alitangulia tangu mwanzo, katika watu wa mwanzo walitoka kwenda Madina. Na alipofika Madina Mus'ab bin Umair, tulieleza hapa katika mwezi wa Ramadhani namna alipofanya da'wa mpaka alipokuja katika bai'atul aqaba thani, alishuka pamoja na watu wa Madina. Aliposhuka na watu wa Madina akamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam hali ya da'wa ilivyokuwa Madina na ikbali ya watu na namna ansar walivyosilimu kwa wingi, mpaka ikafikia kuwa hakuna nyumba hata kama hawajaingia katika Uislamu isipokuwa wamtaja nani? Wamtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, washasikia habari zake. Sasa alivorudi tena Madina, Mus'ab bin Umair akawa ni sababu ya kutobakia hata nyumba moja isipokuwa Uislamu tayari ushaingia ndani ya Madina. Kwa akija Mtume sallallahu alaihi wasallam, kazi tayari Mus'ab bin Umair na wenzake washaifanya ya kueneza Uislamu Madina kote. Wambakia watu wachache ambao tulieleza baadhi yao, kama tutakavyokuja huko mbele kumtaja Abdullah ibn Ubay bin Salul. Alikuwa ni katika wale ambao walikataa kusilimu mwanzo, kisha wakadhihirisha Uislamu na kuficha kufuru. Kwa Mus'ab bin Umair na Amr ibn Maktum, hao wawili walikuwa ni wasomi katika masahaba wa Qur'an. Kwa walipofika kule, kitu cha kwanza kana yuqri'ani alquran lilansar, wakawa wafundisha Qur'an kwa ansar. Na hii ni sunna muttabaa,
kuwa mwanzo mtu anapokwenda kusomesha mahali aanze na msingi wa misingi ambao ni Qur'an. Unapokwenda da'wa mahali popote, kitu cha kwanza kabisa waanza kusomesha ni Qur'an na tauhid. Waelewe watu kuisoma Qur'an na wasomeshe watu tauhid. Si waenda mahali watu hata Qur'an hawajui kusoma, wazungumzia mambo ya siasa, wazungumzia mambo yaeleweke, mambo ambayo hayana faida yoyote kwa umma. Kwa jambo la kwanza kabisa masahaba walikuwa wakianza ni kuwasomesha watu Qur'an. Na yataka tufahamu wale walikuwa ni Waarabu wanaoelewa kile kinachosomwa katika Qur'an. Kwa tayari akisomeshwa Qur'an pale ni kuwa amesomeshwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, sababu aelewa kile kinachosomwa. Kadhalika katika waliofanya hijra pamoja na wao Bilal ibn Rabah na Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas alikuwa ni jamaa yake mama yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimuita khali, yani ni mjomba, na alikuwa na shabaha sana katika kutupa mishale sana, mpaka alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtupia mishale wakati wa vita, akimwambia irmihim ya Sa'd, watupie mishale ewe Sa'd, fidaka abi wa ummi, mpaka akimwambia hivyo. Na hakuna sahaba ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia maneno haya isipokuwa nani? Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa arda. Kisha alikuwa akisema hadha Sa'dun khali falyurini ahadukum khalahu, huyu Sa'd mjomba wangu, mtu anionyeshe mjomba yake kama huyu. Sa'd radhiyallahu anhu wa arda alikuwa na shabaha kweli, na masahaba walikuwa na shabaha kweli katika kurusha mishale. Sasa ukisikia huyu asifiwa na shabaha zaidi, yataka ufahamu kuna vita masahaba walipigana vikaitwa ghazwatu dhati al-uyun. Wasema katika tarehe hivi vita waliopigana masahaba waliambizana siku hiyo watoboe macho peke yake ya makafiri kwenye vile vita, wakashika mishale na nyuta zao wakaelekeza kwa kufar 1000 katika masahaba. Hakuna mmoja aliyekosa jicho, hakuna hata mmoja aliyekosea, wote wakawatoboa macho, kila mmoja aliyerusha mshale antoboa jicho pale. Watoto leo wafundishwa kucheza gololi wapi kwa wapi, Allah musta'an, radiyallahu anhu wa radha. Kwa hivyo Sa'd ibn Abi Waqqas katika wale ambao walikwenda Madina mapema kabisa. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم. ابن مكتوم عمرو سي عبد الله عمرو. قال فجعل يقرئاننا القرآن ثم جاء عمار وبلال وسعد. هؤلاء katika watu wa mwanzo waliofanya hijra radhiyallahu ta'ala anhum. Hijra inayofuata katika masahaba ni hijratu Umar ibn al-Khattab wa Ayyash ibn Abi Rabi'ah fi rakb min al-muslimin. روى الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عمر alifanya hijra pamoja na watu 20 katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kisa ambacho ni maarufu sana, hata sisi tukiwa wadogo tusikia kisa hicho, kwa Umar radhiyallahu anhu arda alipotaka kufanya hijra alisimama pale mbele ya kufaru Quraysh akawaambia, mimi sasa nafanya hijra, ambaye ataka kuacha mtoto wake yatima nyumbani anifuate, ambaye ataka kumwacha mke wake kule nyumbani ana mume anifuate mimi, nampiga panga hapa ni mule mbali. La, hiki kisa si kweli, hiki kisa si kweli. Umar hawezi kupigana na makureish wote, yani makureish wote wale walio pale wakimshangilia ataweza kweli? Kiukweli wajua tusizungumze vitu ambavyo ni fantasy. Sisi tunajua ushujaa wa Umar radhiallahu anhu warda,
lakini ukirejea katika maandiko yaliyosihi hakufanya hivyo hijra Umar. Sasa nataka tueleze ile kisawa sawa alifanya hijra vipi Umar radhiyallahu anhu. روى ابن إسحاق بسند صحيح، ابن إسحاق ينبكي كيسا وسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، عمر منيوي رضي الله عنه سمع: اتعدت لما أردنا الهجرة إلى المدينة أنا وعياش بن أبي ربيعة. tuliagana tulipotaka kwenda hijra Madina, mimi na Ayyash ibn Abi Rabi'a wa Hisham ibn al-As ibn Wa'il as-Sahmi, wakaagana at-tanadhuba min adati bani Ghifar, wakaagana kukutana sehemu fulani. At-tanadhuba ni sehemu pale Makka, wakutane kisha waondoke. وقلنا أينا لم يصبح عندها فقد حبس فليمضي صاحبه. Wakaambizana yoyote katika sisi watatu ambaye hatafika wakati wa asubuhi, maana yake ameshikwa. Kwa hivyo sisi tutaanza safari. Wale ambao watafika wakati fulani na mwenzao hajafika, hakuna kungojeana, sisi tutaondoka. Tutajua kuwa yule mwenzetu anzuiliwa. Hakuna simu bwana, jamaa nashikwa. Ni kuwa tukutana wakati fulani. Ikiwa hatukukuona pale, maana yake wewe huwezi, umezuiliwa. Kwa wakakubaliana. قال: فأصبحت أنا وعياش بن أبي ربيعة عند التناضب وحبس عنا هشام. tukakutana asubuhi mimi na Ayyash ibn Abi Rabi'a pale mahali tulipoambizana, lakini Hisham ibn al-As hakutokea, hakuweza kutokea. Qala: wafutina faftatana, akaingia katika mtihani wa kufitiniwa na kufaru Quraish, akateleza katika mtihani. Na huyu tutaeleza kisa chake inshallah. Baadaye akarudi akafanya hijra. وهذا الخبر الصحيح في هجرة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يخالف هذا الخبر الضعيف المشهور. kiangalia utaona hii sahihi ni khabar aeleza mwenyewe Umar, ya khalifu ile khabar ambao ni mashhur lakini dhaif عند كثير من الناس من أن عمر أعلن هجرته. وعمر litangaza kuwa yafanya hijra. وقال للمشركين: من أراد أن تثكله أمه أو يؤتم ولده أو ترمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. ambaye wanitaka atanikuta huko, atakumwacha mke wake kule mjane, watoto wake mayatima, mamake amlilia, anifuate kule. Hakufanya hivyo Umar. hii habari ni dhaif, القصة ضعيف. ضعف القصة الألباني رحمه الله تعالى. حتى الشيخ الألباني ضعف هذه القصة. ni kweli ni mashhur lakini hakikuthubutu. Tamani ingelikuwa hivyo, ingelikuwa hivyo tungekuwa leo twajigamba na hicho kisa, sio? Lakini si hivyo. Tusiseme kwa hiki kimethubutu na kikuthubutu. Na katika kinachotia mkazo udhaifu wa hicho kisa, anna Umar رغم قوته رضي الله عنه وشدته لا يستطيع وحده يقاتل كل قريش. pamoja na kuwa Umar na nguvu kweli, ana shida, yani radhiyallahu anhu arda, alikuwa haogopi, lakini hawezi kupigana kabila zima la Makuraish. Makuraish wote apigana nao, hawezi kupigana kwa vita wote. bali akhraj al-Imam al-Bukhari sahih katika sahih al-Bukhari عن ابن عمر رضي الله عنه قال: بينما هو في الدار أي عمر رضي الله عنه خائفا. aliposilimu Umar alikaa nyumbani kama vile watu wengine, kama vile alivyokuwa Abubakar as-Siddiq, kama vile alivyokuwa akiudhiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yeye pia radhiyallahu anhu arda alikuwa akiudhiwa kama watu wengine. Kwa akawa amekaa. Ibn Umar asema: bainama huwa fi ad-dar khaifan, huko yuko nyumbani hali yakuwa na hofu. إذ جاءه العاص بن وائل السهمي, akajiwa na al-As ibn Wa'il as-Sahmi. na al-As ni babake Hisham yule ambaye amezuiliwa, al-As. wa hum hulafauna fi al-jahiliya, na walikuwa na hilf na kabila la Umar al-Khattab wakati wa jahiliya.
فقال له ما بالك عمر mbona uko hapa una hofu una nini قال زعم قومك أنهم سيقتلونني إن أسلمت ما قريش wadai kuwa wataniua mimi nikisilimu na mimi nimesilimu kwa hivyo mmebaki hapa nyumbani jamaa wataka kuniua قال لا سبيل إليك kwa sababu yeye ni hilf kabila yao wasema la hawezi kufikia au kufanya chochote na mimi niko hapa kufanya kitu فخرج العاص قصة katika al-Bukhari al-Aas akatoka nje falaqa an-nasa qad sala bihim al-wadi akakuta grupu la watu wengi sana wamejaza bonde zima kwenda kumfuata nani Umar wammalize faqala aina turidun watu wote nyinyi wapi قالوا نريد هذا ابن الخطاب الذي صبا sisi tumtakawi ibn al-Khattab ambaye amewacha dini ya baba zake akamfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala fa ana lahu jarun Umar yuko chini yangu bwana yuko chini ya himaya yangu la sabila ilayhi na mimi nawaambieni nyinyi hamwezi kumfikia na walikuwa kiheshimu sana jambo hili fakarra an-nas jamaa wakarudi wakamwacha وكانت قريش كلما علمت بأحد يريد الهجرة آذته ما قريش walikuwa kijua mtu yote atakufanya hijra ile siri ikitoboka tu wanakumuudhi وحاولت فتنته au habsahu walikuwa wataka kumtia katika mtihani wamfunge Umar ولذلك لم يكن أحد يجرؤ على الخروج إلا خفية hakuna sahaba yote alikuwa ana ujasiri wa kutoka Makka isipokuwa kwa kujificha wote walikuwa kitoka katika hali kama hii Ayash ametoka na Umar ibn al-Khattab wakaelekea Madina pamoja na watu 20 mpaka wakafika Madina na huyu Ayash ibn Abi Rabi'a ni ibn ammi na Abu Jahl ibn Hisham ابن عمي yake kabisa لما قدموا المدينة خرج أبو جهل بن هشام وأخوه الحارث alitoka Abu Jahl aliposikia mtoto ammi yake amekwenda hijra Madina akatoka katula kuna vita katoka kaelekea mpaka Madina Abu Jahl mwenyewe pamoja na ndugu yake Al-Harith na huyo Al-Harith ibn Hisham ni ndugu yake Abu Jahl أسلم رضي الله عنه في فتح مكة وحسن إسلامه alisilimu kule mbele yeye alisilimu mwaka wa fathu Makkah lakini hapa alikuwa bado yuko katika nini katika shirki wakatoka kutoka Makkah kwenda Madina ila Ayash ibn Abi Rabi'a radhiyallahu anhu kwenda kwa ndugu yao Ayash ibn Abi Rabi'a wa kana ibn ammihima wa akhahuma li ummihima mwanzo alikuwa ni ibn ammi yao kisha ammi yake Ayash ambaye ni baba yake kina Abu Jahl alimuoa mama yake baada ya kufa kwa babake yani ilikuwa ndugu mmoja akafa mmoja akaoa yule mke wa ndugu yake kwa ndio wakazaliwa kina Abu Jahl hao kwa ndugu kwa mama wakaja hata qadima al-Madina kaja mpaka Madina وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال بمكة وقتيه متوم صلى الله عليه وسلم بارك يكو مكة فكلم أبو جهل عياشا أبو جهل كزمزا عياش وقال له إن أمك نذرت أن لا يمس رأسها مشط حتى ترك mamako kule ameweka nadhiri kuwa kichwa chake hakitagusa kichana mpaka akuone wewe umeondoka kule mamako hayuko radhi wala tastadhilla an shamsin hatta taraka na hata ingia kwenye kivuli ataketi juani mpaka akuone wewe yani mama huyo ameweka nadhiri kubwa sana atakaa juani hachani nywele zake mpaka mtoto wake amuone amerudi faraqqa laha akamuonea huruma sana hizi kumbe urongo hizi habari za urongo si kweli Umar yuko pale wasikia mwenzake anafanya hijra فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمبيه يا عياش
innahu wallahi ma yuriduka alqawmu illa liyuftinuka an dinika fahdharhum, wallahi hawa jamaa warongwa wataka kukutia fitna katika dini yako, hawa watakutia kwenye udhia, hawa tahadhari bwana. Hizo habari za mama na nini, fa wallahi law adha ummaka alqamlu lam tashatat. Huyo mamako asema achani, mwache ingiwe na chao muone kama atochana, mwachile mbali, ataumwa na chao huyo mama mpaka atatafuta kichana achani. Na tena haogi, walau qad ishtadda alaiha harru makkah lasdhallat, akizidiwa na jua kule Makka na joto lile atatafuta mwenyewe kivuli. Watakia nini wewe? Shauri yake, mwache kule. Yuko katika kufuru, mwache huko, achani, mwache asichani mpaka aje chawa kwenye kichwa. Akishaja chawa atatafuta Umar na maneno, atatafuta kichana kule kijiotao, chawa amejaa kichwani. Na akiwa hakai kwenye kivuli, mwache, jua litampiga. Wewe wacheza na jua la Makka, jua kali lile, atatafuta kivuli akae mama. Faqala lahu Ayyash abarru qasama ummi wali hunaka malun faakhudhuhu, wacha nitekeleze kiapo cha mamangu, atulie, na pia kule nina mali nataka kwenda kuzichukua nije nazo hivi. Faqala lahu Umar akamwambia, wallahi innaka la ta'lamu anni la min akthari quraish malan, wallahi wewe wajua kuwa mimi nina mali nyingi katika makuraishi. Falaka nisfu mali, nitakupa nusu ya mali yangu bure. Wala tadhhab ma'ahum, usiende na wao, usiwasikilize hao, mimi najitolea nusu ya mali yangu nitakupa wewe. Walakinahu aba alayhi illa an yakhruja ma'ahuma, bwana alikataa kabisa, sema wacha niende, wacha nirudi. Faqala lahu radiyallahu anhu, ama idh qad fa'alta ma fa'alta fakhudh naqati hadhihi. Umar ambaye ikiwa utafanya hivyo, basi umeamua kufanya hivyo, chukua ngamia wangu. Fa innaha naqatun najibatun dhalulun falzam dhahraha, huyu ngamia wangu huyu ana mbio sana, ni mzuri sana, na yuamsikiliza anayekuwa juu yake. Kwa hivyo usishuke kwenye maungo yake. Fa in rabaka min alqawmi raibun, ukiwa na shaka tunao jamaa njiani, fanju alaiha, nakwambia geuka urudi, ngamia kina Bujala akufikie, ngamia wao hawatakushika. Usishuke kwenye nini, kwenye ngamia wangu, mimi nakupa ngamia, usishuke, nenda na wao. Ukifika mahali ukaona kuna shaka kuwa huenda wakakufanyia kitu, basi na wewe geuka, rudi na ngamia mbio, usikae na wao. Fakharaja alaiha ma'ahum, ili akalikubali, katoka na ngamia kenda. Hata idha kanu bi ba'd at-tariqi, njiani kule mbele, qala Abu Jahl ya ibn akhi wallahi laqad istaghladtu ba'iri hadha afala tu'qibani ala naqatika hadhihi. Abu Jahl bwana amwambia, wallahi huyu ngamia wangu amekuwa mzito mno, kwa nini usinipishe na mimi juu ya ngamia wako? Namuona mwepesi, na yeye wajua kwa ile ngamia akikimbia hampati, nipishe na mimi pia ni tuwe tufanye nini, nauba, yani zamu yangu na zamu yako. Subhanallah, yani kuna mambo mengine yaweza kuelezewa, sijui alikuwa hiyo mkinaisha vipi, lakini hii mfanana na ile historia sema kama mboya hamwambia ati jogoo, wewe una sauti nzuri, hebu shuka kidogo kisha utakumla. Lakini sijui anatumia maneno gani akamkinaisha huyo sahaba, akawa anathika naye, sababu ajua ndugu yake, sio ndugu yake, mama yao ni mmoja, ammi yake, mtoto wa ammi yake wako karibu, sio? Qala Ayyash bala, fa anakha Ayyash, akashukisha, wa anakha liyatahawala alaiha, akashuka na yule akashukisha ngamia wake, wabadilishana. Falamma stawaw bil ardi, waliposhuka wote chini kwenye ardhi, adaw alayhi faawthaqahu wa rabatahu, wakamvamia wakamfunga makamba.
thumma dakhala bihi makkah, kisha wakaingia naye Makkah akiwa amefungwa makamba. Wafatanahu faftatana wa kana dukhuluhuma bihi makkah naharan muthaqan, wakamtia katika fitna, mtihani, na waliingia naye Makkah akiwa amefungwa mchana, yani watu wote waona. Fasara yaqulani, ikawa Abu Jahal na mwenzake na ndugu yake wasema, ya ahla makkah, enyi watu wa Makkah, hakadha faf'alu bisufahaikum kama fa'alna bisafihina hadha, hivi ndivyo wafanyeni wapumbavu wenu wote kama huyu mpumbavu tulivyomfanya. Yani wajigamba kwa kile alichokifanya. Ikawa hali ndio hii. Umar bin Khattab, hili jambo lilimtia dhiki sana, yeye kukubali kwenda na wale. Umar akawa yusema, fakunna naqulu, sisi tulikuwa tusema, mallahu biqabilin mimman iftatana sarfan wala adlan wala taubatan, Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuikubali, hata ikubali tauba ya mtu kama huyo. Yeye mwenyewe amejipeleka katika fitna, yani kama sisi tumwambia kisha ikatokea hivi na hivi. Qaumun arafu Allah, watu wamemjua Allah subhanahu wa ta'ala, thumma raja'u ila al-kufri libala'in asabahum, kisha wakarejea katika kufuru kwa msiba uliowapata na mtihani. Wakanu yaquluna dhalika li anfusihim, ikawa masahaba wajiambia hivyo nafsi zao. Falamma qadima Rasulullah sallallahu alayhi wasallam al-Madina, anzala Allah ta'ala fihim wa fi qawlina, Mtume sallam alipofika Madina, Allah akateremsha kuhusu hao watu na yale maneno walikuwa wakisema sahaba, wa qawlihim li anfusihim, na yale walikuwa wakijiambia nafsi zao kuwa Allah hatawasamehe. Allah akateremsha, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum la akhir alayat. Umar aliposhuka hii aya, yeye alikuwa ni katika katabatul wahy, wanaandika wahy. Fakatabaha Umar radhiyallahu anhu biyadihi fi sahifati, Umar akaziandika hizi aya katika waraka, karatasi. Waba'atha biha ila Hisham ibn al-As, kisha akamtumia kama barua Hisham ibn al-As, bado jambo lake la mkera, akamwandikia hizi aya akamtumia. Qala Hisham asema, falamma atatni ja'altu aqra'uha bidhi tuwa, iliponijia ile karatasi kutoka kwa Umar, nimekaa mahali pajulikana kama dhi tuwa Makkah, nikawa naisoma. Usaidu biha fihi wa usawwib, natizama juu chini naiangalia, wala afhamuha, lakini sielewi. Hata qultu Allahumma fahimniha, nikamwomba Allah anifahamishe. Qala faalqa Allahu fi qalbi annaha inma unzilat fina, Allah subhanahu wa ta'ala kamjalia afahamu katika moyo wake kuwa hizi aya zimeshuka kwa ajili ya watu kama wao. وفيما كنا نقول في أنفسنا فرجعت إلى بعيري فركبت عليه ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة. hapo hapo nikapanda ngamia wangu nikachomoka nikakimbia kaelekea Madina. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko Madina, kana Rasulullah sallam yad'u li Ayyash ibn Abi Rabi'a, alikuwa akimwombea dua usahaba, akimwombea dua. Wa ghairihi min almustad'afin min almu'minin, katika dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yaqulu hina yafraghu min salati al-fajr min al-qira'ati ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ثم يقول وهو قائم اللهم أنجد وليد بن الوليد, يومبيا الله أوكوي هم صحابه. وسلامة بن هشام, الوليد بن الوليد ndugu yake Khalid bin al-Walid, ndugu yake kabisa Khalid bin al-Walid, na katika wale walioshuhudia vita vya Badr pamoja na washirikina, yani alikuwa katika safu ya washirikina kabla ya kusilimu, kisha akasilimu. Fahabasahu akhwaluhu, wajumba zake wakamfunga aliposilimu. Fakana an-nabii sallam yad'u lahu fil qunut, Mtume sallam akawa yomwombea dua katika qunut. Thumma aflata min asri, akawaponyoka kule akawakimbia. Walahiqa bin nabii sallam fi umrati al-qadhiya, umrat al-qadha,
akaja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. kwa hivyo alikuwa akiombewa dua na mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akampa faraja, akatoka Makka kuelekea Madina. Hawa ni baadhi ya masahaba, na bado kuna wengine ambao tutazungumzia insha Allah taala katika vikao vitakavyokuja kabla ya kufanya hijra mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na baada ya hapo tutazungumzia hijra ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.